Tasnia ya burudani nchini imepigwa na simanzi kubwa leo baada ya kuenea kwa taarifa za kuondokewa na mchekeshaji na mshereheshaji mahiri Emmanuel Mathias maarufu kwa jina la MC Pilipili, ambapo imeelezwa kuwa amefariki dunia ghafla mchana huu Novemba 16, 2025. Kwa mujibu wa taarifa zilizotufikia sasa, MC Pilipili alikuwa safarini kuelekea jijini Dodoma kwa ajili ya majukumu yake ya ushereheshaji jioni ya leo, safari ambayo haikuweza kutimia baada ya ghafla kupoteza maisha. Mganga mfahidhi wa hospitali ya General Dodoma, Dr. Ernest Ibenzi, alieleza kuwa msanii huyo alifikishwa hospitalini hapo akiwa tayari ameshapoteza uhai. Mungu amlaze mahali pema peponi. Amen. Kama ambavyo tunavyomfahamu ama tulikuwa tukimfahamu MC Pilipili, alikuwa ni moja wa MC wakali sana na MC maarufu sana kutokea hapa nyumbani Tanzania, lakini pia kwenye uchekeshaji pia alikuwa ni moja wa uchekeshaji ambao alikuwa anapenda sana. Nikizungumza kwenye baadhi ya event ambazo amekuwa akiziandaa ama alikuwa akiziandaa, watu wengi walikuwa wanafika. Imagine mchekeshaji amefika level ya kuandaa show zake na watu wanaenda kuangalia kile ambacho anakifanya. Hiyo ilikuwa ni hatua kubwa sana ambayo MC Pilipili alikuwa ameweza kuifikia. Lakini pia tukirudi kwenye ushereheshaji, naambiwa siku ya leo alikuwa akielekea Dodoma. Alikuwa akielekea Dodoma kwa ajili ya shughuli zake za kila siku, ambapo alikuwa anaenda kusherehesha kwenye moja ya sherehe huko jijini Dodoma. Lakini kwa mapenzi ya Mungu, MC Pilipili amefariki akiwa njiani. Kwa unaweza unaona MC Pilipili alikuwa ni mtu wa aina gani? Alikuwa ni mtu wa kazi, lakini pia ni mtu wa kujituma sana kwenye kazi yake. Imagine kuna kipindi cha kati hapa mwaka jana, mwaka juzi, MC Pilipili alikuwa amejitoa kwa ajili ya kusaidia jamii. Alikuwa akizunguka kuwatafuta wale watu wenye uhitaji na alikuwa akiwasaidia kile kidogo alichonacho, akishirikiana na Watanzania waishio hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo unaona MC Pilipili alikuwa ni mtu wa aina gani pale ambapo linapokuja kwenye swala la kujitoa kwa jamii yake. Hivyo tumuombee kwa Mwenyezi Mungu amweke mahala pema peponi. Lakini pia wewe Mkristo, wewe Muislamu, unaweza kumuombea kwa imani yako ambayo unayo. Mimi nikuambie tu ama nikukumbushe kusubscribe hapo chini ili tuendelee kukuletea habari nyingi zaidi ambazo zitakuwa zikiendelea kuhusiana na kifo cha MC Pilipili, tuweze kufahamu kama alikuwa na umwa ama ni nini ambacho kilitokea zaidi mpaka akafariki ghafla. Hii ni